Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Naam, kwa tawfiqi ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaelekea kukibaliza na kuhitimisha kitabu chetu, na insha Allah ta'ala baada yake tutaingia kusoma aqidatul muslimin ambayo tumeizungumza tangu jana. Anasema Sheikh, wa an ya'taqida fadla ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na aitakidi ubora wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa tartibahum, na mpangilio wao, wa tartibahum, na mpangilio wao. Mpangilio anakusudia ule mpangilio wa ukhalifa na ule mpangilio wa kwamba ni nani bora kuliko nani. Ama mpangilio wa ukhalifa wa kwanza ni Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa pili ni Sayyidina Umar ibn Khattab, wa tatu Sayyidina Uthman ibn Affan, wa nne Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Na kwa ubora pia ni hivyo hivyo, na kwa ubora pia ni hivyo hivyo. Isitokee mtu akasema Sayyidina Ali ni bora kuliko Sayyidina Bakar, atakuwa anaenda kinyume na namna ambavyo ahlu sunna wal jamaa walivyokubaliana. Tamam. Wa annahum, na kwamba hakika wao, wa annahum, na kwamba hakika wao, udulun, ni waadilifu, khiyarun, ni wabora, umanau, na ni waaminifu. La yajuzu sabbuhum, la yajuzu sabbuhum, haijuzu kuwatukana, wala alqadhu, wala kutia dosari, wala alqadhu, wala kutia dosari, fi ahadin minhum, kwa yoyote miongoni mwao. Wala alqadhu, wala kutia dosari, kwa maana wala yajuzu alqadhu imeondosha fi'li ile, kaacha fa'il. Wala yajuzu alqadhu, na wala haijuzu kutia dosari, fi ahadin minhum, kwa yoyote miongoni mwao. Wa anna alkhalifata alhaqqa, na kwamba khalifa wa haki, kiongozi wa haki, kwa maana aliyechaguliwa kwa haki na akakubalika kwa haki, baada rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, baada ya mtume, Abu Bakar as-Siddiq, ni Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, thumma Umar al-Faruq, kisha Umar al-Faruq, thumma Uthman ash-shahidu, kisha Uthman ambaye alikufa shahidi, thumma Ali al-Murtada, kisha Ali al-Murtada. Tamam. Radiyallahu ta'ala anhum, Mwenyezi Mungu tunamuomba waridhie. Wa an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na awaridhie masahaba wengine wa mtume ajma'in wote. Wa ani tabi'ina lahum, na wale wenye kuwafuata masahaba wa mtume biihsanin, kwa wema, biihsanin, kwa wema, ila yaumiddin, mpaka siku ya malipo. Wa anna ma'ahum, wa anna, na tunamuomba Allah aturidhie na sisi, au wa anna, na tunakuomba Allah uturidhie na sisi. Tutumie lugha hiyo, itakuwa ni aula zaidi. Wa anna, na tunakuomba Allah uturidhie na sisi, ma'ahum, pamoja na wao, birahmatika, kwa rehma zako. Allahumma, ewe Mola wetu mlezi, ya arhamar rahimin, ewe mwingi wa rehma. Kufikia hapa aqida yetu ambayo ni kitabu cha Imam al-Mujaddid Abdullah bin Ali al-Haddad rahimahullahu ta'ala itakuwa imekamilika, na mwenyewe akasema tammat aqidatul islam al-hanif, tammat, imekamilika, aqidatul islam al-hanifi, aqida ya dini ya Uislam, al-hanifi, dini yenye kukataa na kupingana na kumshirikisha Allah, as-safia, akida ambayo iko safi, al-munjia, as-safia tu, aqida ambayo iko safi, al-munjia, yenye kuokoa.
kwa maana yule mwenye kushikamana nayo atakuwa ni mwenye kuokoka na hatakuwa ni mwenye kupotea. Bihamdillah, kwa kumhimidi Mwenyezi Mungu, wa tawfiqihi, na kwa tawfiki yake. Tamam. Aliposema bihamdillah, maana yeye alipoikamilisha alimhimidi Mwenyezi Mungu, sawa sawa, na aliposema wa tawfiqihi, kwa maana ameyakinisha kwamba yote haya yamepatikana kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo zikaletwa aya ambazo zinabeba ujumbe wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake na kumfuata mtume wake. Akanukuu aya hizo, akaanza na aya inayosema qul ya ayyuhan nas, qul, sema e Muhammad, ya ayyuhan nas, enyi watu, inni rasulullahi ilaykum, mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenu. Inni rasulullahi ilaykum, mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu wenu nyinyi, jami'an, nyote. Alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye lahu mulku samawati wal ardi, lahu mulku, yeye ndiye mwenye ufalme, lahu mulku, yeye ndiye mwenye ufalme, as-samawati, wa mbingu saba, wal ardi, na ardhi. La ilaha illa huwa, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Yuhyi, anahuisha, wa yumit, na anafisha. Faaminu billahi wa rasulihi, basi muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Annabii, ambaye ni nabii, al-ummi, ambaye hakupatapo kusoma wala kuandika. Alladhi, ambaye yu'minu billahi, nabii alladhi, nabii ambaye yu'minu billahi, anamwamini Mwenyezi Mungu, wa kalimati, na maneno yake. Wattabi'uhu, na mfuateni nabii huyo, la'allakum tahtadun, ili mpate kuongoka. Waman yu'minu billahi yahdi qalba, na yoyote mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu, yahdi qalba, Mwenyezi Mungu anauongoa moyo wake. Yahdi qalbahu, Mwenyezi Mungu anauongoa moyo wake, kwa maana Mwenyezi Mungu anajalia uongofu katika moyo wake. Wallahu bikulli shay'in alimun, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Faman yuridillahu an yahdiyahu, na yule ambaye yuridillahu, Mwenyezi Mungu anataka, an yahdiyahu, kumuongoa katika njia ya kheri, yashrahu sadrahu lilislam, anakikunjua kifua chake katika Uislamu, kwa maana anamjalia kuwa ni mwenye kukubali Uislamu na mwenye kujifunza Uislamu. Tamam. Waman yurid an yudhillahu, na yule ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumpoteza, kwa maana kumweka katika fungu la waja wake waliopotea. Waman yuridillahu an yudhilla, na yule ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumweka katika fungu la waja wake waliopotea. Yaj'al sadrahu dayiqan, Mwenyezi Mungu anakijalia kifua chake kuwa ni chenye kuisidhiki katika haki. Harajan, kizito katika kuikubali haki. Dayiqan, anakifanya kifua chake dayiqan kuwa ni chenye kuisidhiki katika haki. Harajan, na ni kizito katika kuikubali haki. Kaannama yasaadu fi sama, uzito anaohisi pindi inapozungumza haki, pindi anapotajiwa haki. Kaannama, ni kana kwamba ule uzito anaopata, yasaadu, kaannama yasaadu fi sama, ni kana kwamba ule uzito anaopata wakati anapanda wapi? Mbinguni. Tamam. Ni kitu ambacho hakiwezekani, ni kitu nini? Hakiwezekani. Sasa kwa kuwa haiwezekani yeye kupanda mbinguni, na jambo la kupanda mbinguni lina uzito kwake yeye, basi ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala anakifanya kifua chake ni chenye kuisidhiki pale anapotajiwa haki, na kuwa ni kizito katika kuikubali haki. Na uzito huo ni kana kwamba ule uzito ambao ni anaupata yeye pindi anapanda wapi? Mbinguni. Tamam. Kwa maana kifua chake kinakuwa ni kifua ambacho hakikubali haki hata ukiambia kwa namna gani. Tamam. Huyo amefananisha uzito wa kifua chake kuwa ni chenye kuisidhiki pale kinapoelezwa haki, na chenye kuhisi uzito katika kuikubali haki. Amefananisha na kile kitendo cha mtu huyo
cha kupanda wapi? Mbinguni, kitendo ambacho ni kizito na hakiwezekani. Sawa sawa, kadhalika yaj'alu Allahu rijsa ala alladhina la yu'minun, kadhalika, na hivyo ndivyo ambavyo yaj'alu Allahu rijsa, Mwenyezi Mungu anavyojalia adhabu yake, anavyojalia nini? Adhabu yake. Rijsa bi maana adhab, ala alladhina la yu'minun, kwa wale wasioamini. Tamam, kwa wale wasioamini. Adhabu, miongoni mwa adhabu ambazo Allah amewapa ni kuwa vifua vyao havikubali haki. Vifua vyao ni vizito kukubali haki, sawa sawa, na uzito wake ni kama namna tulivyotoliwa mfano hapo. Kwa hiyo hiyo ni adhabu kwa wao. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka, hakika Mola wako mlezi, huwa a'lam, ye ndiye mwenye kumtambua zaidi, biman dhalla an sabili, yule aliyepotea, aliyepondoka katika njia yake ya haki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, naye ndiye anayemjua zaidi yule bil muhtadin. Wa huwa a'lam, naye ndiye mwenye kuwajua zaidi bil muhtadin, wale walioongoka. Tamam. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alayka albalahu. Fa in aslamu, ikiwa watasalimu, kwa maana ikiwa wataikubali haki na kuifuata haki, faqad ihtadaw, basi hakika watakuwa wameongoka. Wa in tawallaw, na ikiwa watakupa mgongo, au wa in tawallaw, na ikiwa wataipa haki mgongo na kuikataa, fa innama, hakika si vinginevyo, alaika albalahu, jukumu lako wewe ni kuwafikishia maagizo yangu tu. Alaika albalahu, jukumu lako wewe ni kuwafikishia tu maagizo yangu. Wallahu basirun bil ibad, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona waja wake. Kwa hiyo wanavyoikataa haki, wewe hata usiwe na shida na wao, kwa kuwa umeshawafikishia, basi jukumu lako umeshalitekeleza. Sasa na kule kukataa kwao, Allah subhanahu wa ta'ala anawaona na atakuja kuwalipa huko mbeleni. Tamam. Qul, sema e Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu ambayo ad'u ila Allah. Hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu ambayo ad'u, ninayowalingania watu, ila Allah, kumwelekea Allah. Ala basiratin, kwa hoja za wazi. Ala basiratin, kwa hoja za wazi. Ana, mimi, wa manittaba'ani, kwa maana ana mimi, wa ad'u manittaba'ani, na ninamlingania na ninamlingania pia katika njia hiyo yule anayenifuata mimi. Ana mimi, wa manittaba'ani, kwa maana wa ad'u ilaiha manittaba'ani, ana ninamlingania katika njia hiyo yule anayenifuata mimi. Wa subhanallah, na utakasifu ni wa Allah. Wa ma ana minal mushrikin, na mimi si katika wale wenye kumshirikisha Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman daa ila Allah. Wa man ahsanu qawlan, kwa maana wala ahad ahsana qawlan. Tamam. Wa man ahsanu qawlan, na hakuna yoyote mwenye maneno mazuri, maneno yenye kuweza kumnufaisha yeye na kuwanufaisha wengine hapa duniani na kesho akhira, mimman daa ila Allah, kuliko yule anayewalingania watu kumwelekea Allah. Wa amila salihan, na yeye pia akawa ni mwenye kufanya matendo mema. Wa qal, na akasema, innani minal muslimin, hakika mimi ni katika Waislamu. Tamam. Billahi tawfiq. Tutaishia hapa, na ndiyo mwisho wa kitabu chetu. Huku mbele ni sherhe ya Asmaullah alhusna. Kwa hiyo mwenye kutaka kutabahari mwenyewe ataendelea, lakini sisi akida yetu imeishia hapa, na kama tulivyosema mwanzo kwamba tumesoma juu tu, hatujaingia katika sherhe. Sherhe tutakuja kuisoma baadaye. Malengo ni kwenda kwa mustawa, sawa sawa, kwenda kwa mustawa, kwa sababu kila anayeanza kusoma au kwa sababu
kwa sababu wafuatiliaji tunatofautiana. Kuna wale ambao mustawa wa juu, wale ambao mustawa wa chini, kuna wale ambao hawajui kabisa, ndio kwanza wanaanza kujifunza. Kwa hiyo tumefanya hivi kwa lengo la kuchunga mustawa. Itakapofikia mustawa fulani tutakuja kuisoma na sharhi yake. Tamam. Wa ila huna ntahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al afwa minkum.